haki haipaswi kucheleweshwa. Na msingi wa mabadiliko wa kanuni hizi umejengwa tu kwenye ibara ya 13 ya katiba, usawa mbele ya sheria. Tusiwatuite watu wengine tayari kama ni wahalifu, wakati ibara ndogo ya 6 ya hiyo ibara ya 13B inasema kila anayeshtakiwa mahakamani kwa kosa la jinai atachukuliwa kwamba hana hatia hadi itakapothibitishwa hivyo na mahakama. Right now mtu anashtakiwa, anaenda mahakamani, hajui tu kitakachotokea huko mbeleni. Mahakama ile haina ushahidi, na yenyewe kama inasubiri inapiga ramli tu. Hayajui, hata mahakama yenyewe haijui. Mshtakiwa naye hajui. Kwa hiyo mahakama inakuwa katika mazingira magumu sana kuweza kufanya well informed decision. Ni tofauti na ilivyo sasa mahakama kuu. Mahakama kuu unakuta huyu mahakama ana ushahidi ule wote, mshtakiwa ana ushahidi ule wote. Kwa hiyo mahakama inakuwa katika mazingira mazuri ya kufanya maamuzi sahihi. Na ndio maana wakikutana pale sasa, jaji anawaita mawakili wa serikali, wa prosecutions, anawaita defense mawakili hao wanatoka Tanganyika Law Society, wanakaa pale. Unaweza kukuta Tanganyika Law Society, na maana wale wakilishi wanaanza kuchokoza, wanasema mheshimiwa jaji, sisi baada ya kulisoma hili jarada, ushahidi wetu tulionao tunaona kwamba kama kesi kwa mfano ni ya mauaji ya kukusudia, tunaona kwamba ushahidi uliopo hautoshelezi kumtia huyu mtu hatiani kwa kosa hili, ila unatosheleza kumtia hatiani kwa kosa la kuua bila kukusudia, na mimi mteja wangu hayuko tayari na sababu ni 1, 2, 3. Mheshimiwa jaji anamuuliza wakili wa mashtaka, Leni, wewe Teta Attorney, unasemaje wewe? Hasa mheshimiwa jaji, na sisi baada ya kulisoma hili tunaona kwamba kweli kwa tumechambua, tumeona 1, 2, 3 hatuwezi kuthibitisha kosa hili la kuua kwa makusudi. Sasa madamu mshtakiwa yuko tayari kukiri kosa hili dogo la kuua bila kusudia, na sisi tuko tayari, tutabadilisha hati yetu ya mashtaka ili huyu sasa atumie kosa la kuua bila kusudia, na kesi zinaishia pale. Na kesi nyingine wanazifuta, wanaona tu kabisa ushahidi haupo. Ni mfumo mzuri shirikishi. Kwa hiyo tumechelewa sana. Hata kifungu cha 10 na cha 11 vya sheria ile ya mwenendo wa mashauri ya jinai havizuii hawa watu kupata hizo ushahidi wa upande wa mashtaka. Na hata huko sisi mahakamani tumefanya maamuzi ambayo nilizungumza siku ile kuwa sensitive to justice. Huyu mtu upande wa mashtaka una ushahidi wake, anapoandika yale maelezo yake, ile statement yake, yeye hana ushahidi wa upande wa mashtaka, na sio mtaalamu wa sheria, anajiwakilisha yeye mwenyewe. Wao upande wa mashtaka wana maelezo yake, ila yeye hana maelezo yake. Mahakama haina maelezo, ushahidi wa upande wa mashtaka. Alafu anashtakiwa kwa kosa kubwa sana kama kubaka au nyang'anya kutumia silaha na makosa mengine aina hiyo. Huyu mtu sio mtaalamu wa sheria, yeye anajua wakati huu sasa kesi inaendelea, ni zamu yao. Wamalize kesi yao na mimi nitaanza kujitetea baadaye. Sasa tunafanya maamuzi. Anaenda gerezani, anafungwa, anafundishwa na wanasheria walioko kule magerezani na wahalifu wengine. Wanasema hii bwana mbona namna gani? Anakata rufaa. Akikata rufaa, sisi huku ikija tunasema kwa sababu hakumdodosa. He never cross-examined him. Kwa hiyo inachukuliwa kwamba ni admission. Na ninyi wanasheria wa ofisi ya taifa ya mashtaka, msifanye hivi. Sisi sio Mungu. Huyu mtu angewezaje kumcross-examine huyu mtu? Hana ushahidi wa upande wa mashtaka. Yeye sio mwanasheria. Yeye anajua tu kwamba mimi zamu yangu itapika. Maana wanasema sasa ni kesi upande wa mashtaka. Kwa hiyo anaamini kwamba wao anasema mimi baadaye nitamjibu. Hata hizo taratibu za cross examination anazijua. Nani anawafundishaga wale washtakiwa mle ndani?
We cannot afford to have a double standard of justice administration in this nation. The procedure that has been impressed in the High Court, let you so apply to the procedure before the subordinate courts accordingly. Otherwise, we'll be contravening the Constitution and will not be defenders of justice. We cannot afford to condone this. We're going to put these procedures in place as soon as possible. Na hii inakuja na faida nyingi. Moja, itaimarisha umakini katika upelelezi. Na upelelezi ukiwa mzuri, watafanya maamuzi. Waendelee na kesi hii mahakamani, chances zao za kuendelea na kesi hii, au wasiendelee nayo. Na wakipeleleza kwa makini zaidi, utakuta kwamba wahalifu wengi ambao sasa hivi wanaachiwa kwa sababu ya udhaifu katika upelelezi, watakuwa wanapatikana na hatia. Na hiyo ndio namna ya kukombati uhalifu, kwa sababu right now wahalifu wengi wanakuja kuachiliwa kwenye mahakama hizi nyingine, anarudi mtaani anaendelea na makosa kama hayo, kwa sababu wameshajua udhaifu katika upelelezi. Na kwa sababu sisi kama taifa kwa muda mrefu tulikondoni hii kitu, na mahakimu watakao buruzwa sijui naendesha mashtaka, mimi nitaelewana nao. Sasa lazima, kwa sababu wewe tayari sasa utakuwa na wewe na huo ushahidi. You are so much well informed. We expect you to deliver well informed decision, whether you acquit him or whether you convict him, but there should be reasons for that, whatever decision you take. Lakini faida nyingine, tutapunguza sana ubambikizaji wa watu makesi na watu wanajaa magerezani. Kwanza tujui. Na ofisa wa mwanasheria mkuu wa serikali, ni waombe, kuna kitu kinaitwa malicious prosecutions. Hizi ni kesi za madai. Ndio hizo za tofauti na defamation au whatever is it. Wengine wanashtakiwa, mnaenda mnawatetea. Hatu ni jina wanawatetea. Hawa watu wacheni wapambane na hali zao wenyewe. Haiwezekani ukasema eti mimi nilikuwa natekeleza majukumu yangu kwa kubambikiza watu kesi. Na wengine ni washauri, mtawashtaki kwa abuse of powers, abuse of office. Hiyo ni kazi ya DPP. Washtakini. We want to instill discipline kwenye utumishi wetu, kama nilivyosomea kwenye katiba, nidhamu ya kazi ya majukumu yetu ya kisheria. Hii pia itachangia kuharakisha upelelezi kwa makini, kutoshelesha upelelezi kwa makini. Na upelelezi ule ukifanyika kwa makini na haraka, hata maamuzi nayo huku yatapatikana, kwa sababu kesi kama inaenda mahakamani itasikilizwa mapema, itaisha. Kwa hiyo itaharakisha pia, itasaidia kuharakisha usikilizwaji wa kesi hizi mapema ukamilike. Na italeta umakini pia kwenye decision making, wanaofanya maamuzi haya huku mahakamani. Watakuwa makini, wanaifahamu ushahidi ule wamekuwa nao tangu mwanzo, wanaweza kauliza maswali ya clarification na kadhalika. Hii itadhibiti pia vitendo vya rushwa. Nimewasomea huku dile, hatuwezi kujifanya kwamba rushwa hazipo kwenye taasisi zetu. Zipo, ziko mahakamani, ziko polisi, ziko kwenye taasisi nyingine zote, zipo. So to single out hapa. Kwani mimi ninaandika hii dira? Wamesema taasisi zinazohusika na utoaji haki zimegubikwa na uzembe na rushwa. Hii itapunguza rushwa. Lakini kubwa pia itakuwa ni compliance ya katiba inayotaka usawa mbele ya sheria, na itaimarisha quality justice. Lakini hatua hii pia watakuwa makini kuamua ni ipi kesi ende mahakamani, wamshikilie mtu kwa nini. Itasaidia kupunguza msongamano wa mahabusu na wafungwa magerezani.